Kwa miaka mingi, tamasha za muziki na tamthilia za shule zimekuwa majukwaa ya ubunifu, mafunzo na uhuru wa kujieleza. Lakini mwaka 2006 umeleta mjadala mpya. Serikali imetangaza mwongozo mpya unaolenga kudhibiti maudhui ya tamthilia na filamu za shule. Lengo kuu, kuzuia kile wanachodai kuwa matumizi mabaya ya wanafunzi kuingizwa kwenye propaganda za kisiasa na upotoshaji. The Executive Committee is mandated to... Kamati ya utendaji imepewa mamlaka kuboresha viwango na kulinda madhumuni ya kielimu ya tamasha hizi kwa kulinda maadili ya jamii na kudumisha ubunifu wa taasisi zetu za elimu nchini Kenya. Baadhi ya kazi zilizodaiwa kulenga mfumo ni pamoja na Echoes of War, Mamluki na Singapore, zikiibua maswali kuhusu uongozi na haki katika jamii. Mwaka jana, Echoes of War, tamthilia iliyoandikwa na aliyekuwa seneta wa Kakamega, ilivutia hisia za kitaifa kutokana na jinsi ilivyowasilisha kwa nguvu masuala ya utawala nchini Kenya na maandamano yaliyoongozwa na kizazi cha Gen Z mwaka 2024. Tamthilia hiyo iliyowasilishwa na shule ya upili ya Butere Girls High School ilipigwa marufuku na serikali kabla ya mahakama kuu kubatilisha marufuku hiyo na kuruhusu iigizwe. Malala alikuwa tayari ameondolewa katika chama tawala cha UDA kufuatia mivutano ya ndani. Lakini je, mwongozo huu mpya ni ngao ya maadili au ni pazia inayofunika sauti za kizazi kijacho? Kuna kitabu kingine tulisoma tukiwa shule inaitwa Mstahiki Meya. Wakati tunajaribu kunyamazisha wasee ati wasiongee stories za politics, hawa watoto kila siku wanaona news. Wanasikia sijui Gachagua sijui ametusi Ruto amerudishia Gachagua. Mtoto wakati umekuja umemwambia utamtengenezea mashini ya kupika chapo, imeonekana mpaka wa leo ni kunyanyasa wanafunzi wenye wanajaribu kujifunza, na pia kunyanyasa generation yenye na grow saa hizi generation inafaa kila mtu aji-express. Kila mtu atoe maoni yake kulingana na venye life inaendelea. Viongozi pia wamegawanyika kuhusu iwapo mwongozo huo unawalinda wanafunzi au unakandamiza uhuru wa kisanaa. Katibu mkuu wa chama cha wafanyikazi nchini, Central Organization of Trade Unions, Francis Atwoli, ameunga mkono mwongozo uliorekebishwa, akisema baadhi ya maonyesho katika miaka ya hivi karibuni yamechukua mada ambazo ni za mgawanyiko, za kupotosha na za kuvuruga, na kwamba mwongozo huo ni muhimu kulinda wanafunzi dhidi ya ushawishi wa kisiasa. Hata hivyo, kiongozi wa NAK Kenya, Martha Karua, ambaye yuko upande wa upinzani, amehoji nia ya kanuni hizo, akisema hazipaswi kuweka vikwazo pale unapoangaziwa ukweli usiofurahisha. Anasema sanaa imekuwa kioo cha Kenya siku zote, na pale kioo hicho kinapowafanya wenye mamlaka kujisikia vibaya, suluhisho sio kukivunja. Katika mizani kati ya uhuru wa kujieleza na maadili, ni wapi tunapaswa kuweka mstari? Huu ni mjadala unaoendelea.